Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, mambo vipi? Nikukaribisha, karibu sana, karibu tena tuangazie yale yote ambayo yameweza kujiri katika ulimwengu wa habari na burudani. Kama ilivyo kawaida, hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kuhabarika zaidi ya Biomedia. Nikukumbusha kusubscribe mtazamaji, ili uweze kuwa mtu kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali ambazo Official Rose D moja kwa moja na kusogezea, si ndio? Leo tunaangazia taarifa ambako Mange anamvaa Mwijaku mara tu baada ya kumtukana Mwakinyo kisa kutekwa polepole. Ungemuuliza marehemu mama yako mimi ni nani kwako? Bana, hii taarifa inakuwa ya moto sana mara tu baada ya Mwijaku kumjibu kwa hasira Mwakinyo, baba ni baba tu, kauli ambayo inaleta utata. Mambo yamekaaje kwamba Mwijaku ni babake Mwakinyo? Twende kazi mpaka tamati. Unaungana na Official Rose D. Bana, nitakukumbusha kwamba mara tu baada ya siku kadhaa za sintofahamu katika mitandao ya kijamii kufuatia kauli nzito ambayo ziliweza kutolewa na bondia wa ngumi za kulipwa kutoka jijini Tanga, Hassan Mwakinyo, dhidi ya influencer lakini pia brand ambassador maarufu kabisa bwana Mwijaku, hatimaye Mwijaku naye amevunja ukimya bwana. Ameamua kujibu mapigo na amejibu kwa maneno ambayo yaliwasha moto mpya mitandaoni. Sasa kupitia ukurasa wake official kabisa wa Instagram, Mwijaku aliweza kuandika ujumbe ambao ulisomeka hivi: mtoto Tanga, Mwakinyo, ungemuuliza marehemu mama yako mie ni nani kwako? Ungeniheshimu sana au niweke video? Baba ni baba tu. Bana, kauli hii inazua mjadala mkubwa mitandaoni katika wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wengi wakijaribu sasa kutafsiri kwa undani ujumbe huu ambao muonekana kama majibu ya moja kwa moja kwa maneno ya awali ya Mwakinyo aliyokuwa ameweza kumtolea Mwijaku. Zilikuwa ni kauli chafu kikweli ambazo zilikuwa kusomeka zisomeki. Na chanzo cha mzozo huu ambao ulikuwa wiki iliyopita ni Mwakinyo kwamba alisikika akizungumza kwa maneno makali akimtumu Mwijaku kwa kumsema vibaya na kumdhalilisha ama kudhalilisha juhudi zake kama bondia. Lakini pia kauli hizo ziliweza kuvuma pia mitandaoni zikisababisha mjadala mkubwa sana kuhusu mipaka ya heshima na tofauti kati ya wasanii na wachezaji maarufu. Sasa mitandao inazidi kupamba moto mara tu baada ya kauli ya Mwijaku. Maoni yanagawanyika. Tunaona wako baadhi ya wafuasi ambao wameonyesha kumuunga mkono wakisema kuwa kila mtu ana mipaka ya kuvumilia maneno ya kijeli, lakini wengine wanagawanyika wakihimiza amani na maridhiano kati ya wawili hao ambao ni watu wakubwa tu katika tasnia tofauti tofauti lakini zenye ushawishi mkubwa pia. Lakini pia mtumiaji mmoja kwa upande wa X, kwa maana kwamba Twitter zamani, yeye aliweza kuandika hivi: hawa wote ni icons kwa vijana, badala ya kugombana wangetumia majukwaa yao kufundisha heshima na nidhamu. Mwakinyo anafahamika kwa uhodari ulingoni. Hassan Mwakinyo kama ambavyo wote tunafahamu kwamba ni miongoni mwa mabondia ambao walitambulisha jina la nchi yetu Tanzania katika ramani ya ngumi za kulipwa barani Afrika, lakini pia ameshinda mapambano kadhaa kimataifa. Wakati huo Mwijaku naye pia ameweza kujijengea jina kubwa tu kama msemaji mwenye ushawishi, msanii, lakini pia balozi mwenye chapa mbalimbali ambaye pia anajulikana kwa mitazamo yake mikali katika masuala ya kijamii na burudani. Sasa wadau wa burudani na michezo wameendelea kuwataka wawili hao kutumia busara katika mijadala yao ya hadharani ili kulinda heshima na tasnia ambazo wanazo. Kuna mdau hapa aliandika kwamba tofauti ni kawaida lakini lugha ya staha ni msingi wa utu, aliweza kusema mmoja wa wadau wa burudani kutoka Dar es Salaam. Lakini right now mashabiki wanasubiri kuona kama Mwakinyo naye atajibu tena au kama mzozo huu utazimwa kupitia mazungumzo ya amani. Tuendelee kusubiri kuona. Lakini mara tu baada ya vuta ni kuvuta kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki na wadau mbalimbali kufuatia kauli ya Mwijaku kwa bondia Mwakinyo, bana, dada wa taifa mwanaharakati wa mitandao ya kijamii mwanadada Mange Kimambi, na kupitia Mange Kimambi hapo aliweza kuandika ujumbe mzito kiukweli kwa Mwijaku kutokana na kauli yake kwa mwenzie Mwakinyo kuhusiana na mama yake. So ni sio mwingi wa maneno sana, mimi nitakusogezea kile ambacho kiliweza kuandikwa moja kwa moja na mwanadada Mange Kimambi kupitia Mange Kimambi hapo. Mange anasema hamna kitu sipendi kama tunagombana mimi na wewe alafu unitajie wazazi wangu. Kwa hili Mwijaku kamkosea pakubwa sana Hassan Mwakinyo. Na kuhusu polepole, mtu anawezaje kuteka mwenyewe? Kwa nini ajiteke? Wamekutaka jina lako, wamekukata jina lako kwenye ubunge. Kama wangekuwa wanakupenda si ungebaki kama Baba Levo na wewe uwe mbunge? Unaleta uchawa mpaka kwenye mambo ya msingi. Hili halijapendeza hata kidogo. Hassan Mwakinyo, mvumilie kakaangu, ili anasema iwe fundisho kwa wengine. Sijafurahi kwa hili hata kidogo. Analeta uchawa mpaka kwenye mambo ya wazazi. Kazoea kuropoka.
Sasa hapa inakuwa si vizuri, so achukuliwa hatua ama vipi? Bana, namaliza kwa kuandika mwanadada Mange Kimambi katika hili ambalo linaendelea mitandaoni mara tu baada ya Mwijaku kujibu mapigo upande wa pili, mara tu baada ya kuvumilia kwa siku kadhaa hivi kile ambacho kiliandikwa kwa kijeli na Hassan Mwakinyo wiki kadhaa zilizoweza kupita. Una maoni gani nawe mtazamaji katika hili? Wewe ambao unaendelea kufuatilia Biomedia na habari zetu, unadhani kauli ya Mwijaku kwa bondia Mwakinyo kuhusiana na mama yake Mikapoa kweli ama alikosea? Utaandika comment yako kupitia comment section moja kwa moja, tuweze kuangazia next video. Kaluma Official Rose Day, till next time, bye bye.